Ya wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu pamoja na familia walikuwa wanazungumza kuhusiana na vijana wa Gen Z ambao waliuliwa siku ya jana wakati wa maandamano ya Gen Z, ikiwa ni maadhimisho ya Juni tarehe 25 kunradhi, ya mwaka wa 2024. Lakini kwa sasa mtazamaji, naarifiwa kwamba mwanahabari wetu Samira Mohamed yuko ange katika makafani ya City. Samira, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tujuze kwa kina na marefu, je, familia inasema nini kuhusiana na maandamano na vifo ambavyo vimeripotiwa kufikia sasa? Naam, asante sana Paul Kirobi, na kufikia sasa kutoka makafani ya Nairobi almaarufu City Mortuary, ambapo kufikia sasa takriban miili 4 imeletwa kuhifadhiwa hapa. Tunaelewa kuwa miili yote 4 imeweza kuangaliwa na wenyewe, familia wameweza kuzitambua na wamefika hapa tu kuweza kujua kupasuaji wa mwili utafanyika siku gani. Kirobi, tunaelewa kuwa mnamo Jumatano kulikuwa na maandamano ya kuadhimisha mwaka mmoja tangu kuuawa kwa vijana wa kizazi cha Gen Z mwaka jana, ambao walijitokeza kuupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Katika maandamano ya jana tunaelewa kuwa kufikia sasa takriban watu 15 wameweza kuuawa, kati ambao waliletwa hapa. Kirobi, labda nikufahamishe tu, miongoni mwao ni watu ambao walitolewa katika sehemu ya Embakasi, Kikuyu na Rongai pia. Mmoja bado familia yake haijaweza kufika hapa kufikia sasa, lakini tutaendelea kukita kambi tu hapa ili tuweze kusubiri familia hiyo nyingine. Lakini kwa mujibu wa familia hizi, wamekata tamaa na waweza kupata haki, wakisema kuwa mwaka mmoja baadaye waliouawa mwaka jana hawajaweza kupata haki. Kwa hivyo wao pia hawaoni kama wataweza kupata haki, lakini kilio chao ni moja tu, kuiomba serikali kuwajibika na kusitisha mauaji ya kiholela ya vijana, huku wakisema kuwa sharti mashirika ya kutetea haki za binadamu washirikiane na IPOA na chama cha mawakili nchini Kirobi ili waweze kupigania haki za vijana hawa na ambao waliuawa waweze kupata haki. Kwako Paul.